Mimi nilipata ajali, nilidondoka juu ya mnazi na nikaumia spinal cord. Sehemu ambayo haifanyi kazi ni kuanzia kiunoni kwenda miguuni. Haja kubwa na haja ndogo wakati inapotaka kutoka sisikii kama kawaida. Waga inatoka tu yenyewe kwa wakati ambao imependa yenyewe. Baada ya mwendo wa takriban jisaji moja, nafika Masanzuni iliyopo wadi ya Vanga, Lungalunga Sub-County, Gatuzi la Kwale. Hapa napatana na Salim Omar Salim, anayepitia masaibu mazito baada ya kuanguka kwenye mti wa mnazi miaka 6 iliyopita. Ajali hiyo imemsababishia ulemavu kutoka kwenye kiuno hadi sehemu ya chini. Mimi nilipata ajali, nilidondoka juu ya mnazi na nikaumia spinal cord. Na baada ya hapo ndipo niliposikia maumivu katika huo mwili na sehemu yote hii ya kiunoni kwenda miguuni yote ikawa imeparalyze. Lakini ikawa kuna changamoto ya uzima ambayo ilikuwa inanionyesha kwamba bado niko mzima, na hata madaktari walipofanya vipimo walinipata bado niko mzima. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni mambo ya tiba tu niweze kupata usaidizi. Kwa hiyo mimi ndio mtoto pekee hapa nyumbani, yani ndio msimamizi wa boma. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizi ambazo niko nazo, na imani nikipata ufadhili ambao unaweza kunileta tena katika hali ambayo iko vizuri, basi niweze kuendesha tena hii familia. Naam. Na ulibahatika kuoa labda na kuwa na familia yako wewe mwenyewe kando na dada zako na mama yako ambaye unaishi naye hapa? Ya, nilibahatika kuoa. Nilioa mke wangu, nikaishi naye, nikazaa naye watoto wawili. Na hapo ndipo nilipopata ajali. Unaona. Watoto wako ndo wale ambao nimekupata nao pale mna? Ya, ndo hao. Okay. Sawa, labda ni kima gani ambacho kinahitajika ili wewe upate usaidizi ambao unahitaji? Usaidizi ambao naohitaji mimi, natarajia ikipatikana kama 200,000, 250,000 kidogo inaweza kanisimamia kwenye mambo ya utibabu wangu, kwa sababu mwanzoni, kwa sababu ni muda mrefu, unaona, na sasa hivi mambo yako juu, sasa sijui. Hapo mwanzo ndio tumesimamiwa na huyu kijana Salimu Mali. Ndio. Iwazunguka kila atakachopata watu wanajisaidia. Lakini muda alipopata ajali mpaka dakika hii bado tuendelea na usumbufu, vyakula vyetu kama hivyo navyoona, mara tukaange visamaki, mwenzangu naye abagarike ende wapi. Naona tunala hivyo shida, lakini mtegemei wetu ulikuwa ni huyu kijana. Sasa hivi hatuna njia ya kufanya. Labda una wito gani kwa watakaopatana na video hii, unawaambiaje? Nataka nisaidiwe kuhusu huyu mwenyewe alivyo. Ndio. Hawa wajukuu wangu waendelee kusomeshwa kwa sababu mwenyewe amekuwa hivi. Ndio nitaka usaidiwe kuhusu huyu mwenyewe na hawa watoto wake. Mimi ndugu yenu, ninachowaombeni mimi munisaidie kama ndugu yenu, kaka yenu, muwe pamoja na mimi, muweze kunisaidia kwenye hili jambo. Nafikiri kila kitu mmekiona hali yangu jinsi ilivyo, na nawaomba sana ndugu zangu, nyote muwe pamoja na mimi, munisaidie, na inshallah Mwenyezi Mungu ndiye atakayeleta njia na ndiye atakayewabariki pia kwa ujumla. Naam, kama tulivyosikia ni ndugu yetu Salim Omar Salim ambaye anapitia changamoto za mwili wake, kwamba alipata ajali ya kuanguka kwenye mnazi na mpaka sasa hivi ikiwa ni mwaka wa 6 bado hajapata tiba yoyote. Kwa hiyo mimi Bujra nimekuja hapa kuwaletea masaibu anayopitia ndugu yetu. Basi kama umeguswa na hili jambo, usisite kutuma mchango wako. Namba ziko hapo, utanitumia mimi Bujra Muhammad, na basi
kima kikifikia vizuri, ama kama unahitaji kuja kumuona, ama kama unaweza kulipa hospitali moja kwa moja, tuweze kumsaidia ndugu yetu huyu. Na safari hii tutembee na yeye anategemewa katika hili boma, na hali yake ndo kama hiyo unavyoiona. Kwa hiyo tuguswe na hili, tuguswe na yeye, liwe letu sote, tuweze kutembea na yeye katika safari hii ya kurudisha matumaini katika maisha yake. Ni Bujra Mohamed, na wito huu nimeutoa kwenu. Utakapopata video hii isambaze, na kama unajua kuna mtu ambaye anaweza kutusaidia, basi mfikishie video hiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.